Maendeleo ya teknolojia yaliyotawala soko la ajira yanaweka njia panda wanafunzi hawa namna ya kwenda kukabiliana nayo, na hapa wanazungumza. Vifaa ambavyo tunavitumia hapa chuoni viloko vingi tayari vimeshapitwa na wakati kuliko vifaa ambavyo viko kwenye viwanda au viko kwenye idara. Idara sasa hivi zina mashine ambazo zinatumia teknolojia ya hali ya juu. Vifaa vilivyopo ni vifaa vya zamani. Mfano ikitokea kwenda field tunakutana na vifaa vya kisasa kule, inakuwa ni vigumu kuelewa kwa haraka. Na hii pia imejengwa na hofu ya kukosa kujiamini, ndio inaonekana kutamalaki hapa. Je, hii kinacho wanasemaje? Utakwenda kukutana na kifaa ambacho ni kipya, kitakuwa tofauti na kile ambacho umekizoea kama zamani, ambapo utakuwa kinakupunguzia wewe confidence, kuwa unajiuliza mara mbili, hii nikifanya hivi nitakuwa niko sawa au nitakosea. Vipo kama vifaa tulivyokuwa tunatumia hapa sisi hapa, lakini mtu tunapata tu kazi labda za kwenda field, vifaa mnavyotumia sio kama vile ambavyo mlitumia chuoni, kwa tunapata tu changamoto. Kutokana na changamoto tulionayo huku shuleni, tunaomba watusaidie kupata vifaa vya kisasa vizuri. Majibu yote tunayapata kwa mkuu wa chuo hiki, ambapo amesema licha ya changamoto hiyo, lakini yapo wanayojivunia chuoni hapa. Vifaa vya kujifunzia ni vya kizamani ukilinganisha na teknolojia iliyopo katika maeneo ya kazi. Chuo kimeingia ushirikiano na wadau, wamiliki wa viwanda na mafundi mahiri ili kuhakikisha kwamba wanachuo wanahitimu wakiwa wamepata ujuzi na maarifa yanayokidhi soko la ajira. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaandaliwa vizuri, wakawe ni asset na sio mizigo. Moja ya kero ambazo ziliwasilishwa na vijana ni vijana kukosa fursa za kuwa na fani mbalimbali za ufundi. Serikali yetu imeweza kuboresha chuo chetu cha VETA Singida, ambacho leo umeona kuna majengo ya kisasa. Ni katika mahafali ya 36 chuo cha ufundi stadi VETA mkoa wa Singida, ambapo takriban wahitimu 164, kati ya hao wanawake wakiwa 63 peke yake na wanaume wakiwa 101. Kutoka mkoani Singida, Amini Nyaungo, TVE Habari.